عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Leo tunaondokea kwenye aya 119. Baada ya yote mashaka yaliyoripotiwa kufanywa na wanafiki na wale Waislamu ambao waliteleza wakapewa adabu, alafu Allah akakubali toba yao. Kuanzia hapa Allah anatoa nasaha kwa waumini kwa ujumla wao. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, ittaqullaha, muogopeni Allah, tahadharini na kurudi kwake akiwa kawakasirikia. Ukirudi kwa Allah kakukasirikia, umeanguka pabaya. Wakunu ma'asadiqin, na kuweni pamoja na wale wa kweli, wale waliosema wameamini na wakawa wameamini kweli, kuweni kama hao. Ma kana li ahli almadina, haiwapasii watu wa Madina, wa man hawlahum min al-a'rabi, na wale walio nje ya mji wa Madina katika watu wa vijijini. Haiwapasii watu wa mjini wala wa vijijini an yatakhallafu an rasulillahi, kwenda kinyume na alivyowaongoza mtume wa Allah. Haiwapasii kwamba wameambiwa jambo wakasema si kwa kwetu huwa tunafanya hivi, hatutomsikiliza yeye, tutafanya kwa mujibu wa mazoea. Watu wa mjini wala wa vijijini hawatakiwi kwenda kinyume na walivyoagizwa na mtume. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu, lolote atakalokupeni mtume lichukueni. Wama nahakum anhu, na atakalokukatazeni fantahu, acheni. Ndio kwa waumini ninalotakiwa kusikia na kutii. Dhalika, wanaagizwa hivyo wasimukhalifu mtume kwa lolote lile atakaloagiza, wakilipenda wasilipende, zuri kwa mtazamo wao au baya kwa mtazamo wao, wanatakiwa wamtii. Biannahum, kwa sababu hawa waumini, la yusibuhum dhamaun, haitowasibu kiu, wala nasabun, wala hayatowapata machofu kwa kazi ngumu, wala makhmasatun, wala hawatofikwa na njaa, fi sabilillahi, katika kupigania dini ya Allah, wala yatauna mautian, kwa watu waliofanya vyema. Ukifanya jema, hilo jema ni lako mwenyewe, utalikuta tu. Sasa wewe hutaki ulikute hilo jema, kwa nini unalikwepa?
Inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, hakika Allah hapotezi ujira wa amali ya watu wema. Madamu umefanya jema lako, hilo ni lako na utalikuta, halipotei. Na sababu nyingine wanayoambiwa wasimukhalifu mtume kwa gumu au jepesi, wanalipenda au hawalipendi. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabira, waumini hawatoi katika mali zao sadaka iwe ndogo au kubwa. Wala yaqtauna wadiyan, wala hawatokata mabonde masafa katika kutembea ardhini kwa ajili ya jihadi. Illa kutiba lahum, isipokuwa yote haya wanaandikiwa wamefanya jambo jema. Umeacha yako, umeotoka kwako, ukafata kheri kwa ajili ya Allah, hiyo ni amali njema na unaandikiwa na utaikuta. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, wanaandikiwa kila wanachokifanya ili Allah aje awalipe yale mazuri waliokuwa duniani wanayafanya. Tunaondokea hapo kwenye aya 119 leo. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, mcheni Allah kwa maana mufanye mambo yenu kwa njia ambayo Allah anaridhika, na mkifanya kwa njia ambayo anakasirika mnajipeleka wenyewe kwenye adhabu zake. Kwa hiyo ogopeni adhabu zake. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, mcheni Allah na kuweni pamoja na wale waliokuwa wa kweli, wale waliomcha Allah kweli, kuweni kama wao. Maana yake Allah kwa agizo hili anatuambia, raqibullaha fi jami'i aqwalikum wa af'alikum, chungeni, fuatilieni kwenye maneno yenu na matendo yenu yote mnayoyatenda. Chungeni kwamba Allah anayaangalia, asije akayaangalia vibaya. Wakunu ma ahli sidqi wal yaqini, na hivyo mkichunga kufanya yanayomridhisha Allah, mnatakiwa mjitahidi muwe pamoja na wale waliokuwa wa kweli, wenye yaqini, wenye uhakika na wanachokifanya. Usifanye kwa kubahatisha au kuiga wanavyofanya watu. Fanya kitu unachoelimu nacho, una uhakika nacho, na uwe una uyakini kwamba hichi ninakifanya kwa ajili ya Allah. Kuweni nanyi kama hao waliokuwa wa kweli, walioamini na wakatenda. Alladhina, hawa ambao ni wa kweli, ni watu ambao sadaku fi dunya, wamefanya kweli katika hii dunia yao, niyatan wa qawlan wa amala, walikuwa ni wa kweli kwenye nia zao moyoni, walikuwa ni wa kweli kwenye matendo yao wanayoyatenda. Akisema ninatenda kwa ajili ya Allah, anatenda kwa ajili ya Allah kweli. Mwingine husema kwa ajili ya Allah, lakini ana jambo lake jingine nyuma ya pazia, ana makusudio yake mengine. Anayefanya kwa ikhlasi hufanya mambo yake kwa ikhlasi, kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Allah kweli. Nia zao ni nzuri kwa ajili ya Allah. Wa qawlan, na maneno yao ni mazuri wanaposema wakamwahidi Allah. Wa amalan, na matendo yao ni mazuri wanayoyatenda kwa ajili ya Allah. Hebu nyote waumini kuweni hivyo, ndo maana yake anavyosema Allah, mcheni Mungu na muwe miongoni mwa wakweli. Kwa nini akawapa wasia huo? Kwa sababu kuna wengine ni waumini, hawajatuhumiwa ukafiri wala unafiki, ni waumini lakini huwa wanazembea katika baadhi ya mambo, hawafanyi vizuri. Ndio maana wakasisitizwa, wakanasihiwa, wakahusiwa
wamche Mungu na wawe wa kweli kwenye hilo. Sababu ni kwamba pamoja na kwamba mtu ni muumini na anafanya amali njema, lakini wakati mwingine hujiadhimisha mwenyewe nafsi yake kuliko amri ya Allah na kuliko amri ya Mtume. Na hatakiwi mtu mumin ajitukuze yeye kuliko Allah na Mtume. Likija la Allah lazima uliweke nambari moja, likija la Mtume lazima liwe juu kuliko la kwako. Lakini ukisema kweli kuna amri ya Allah, lakini mimi nina mambo yangu sasa hivi, mambo yako ukaona yana umuhimu zaidi kuliko ya Allah, hujamkufuru, unamkubali, lakini la kwako ukaliweka nafasi ya kwanza, la Allah na la Mtume likawa nafasi ya pili au ya tatu au ya nne, itakuwa hujafanya sawa, hujatenda haki. Ma kana li ahli almadinati, haiwapasii watu wa mjini Madina, wa man haulahum, na waliowazunguka pembezoni mwao nje ya mji, min al-a'rabi, katika wale wa shamba, watu wa ng'ambo na vijijini. Haiwapasii watu wa mjini wala wale wa vijijini an yatakhallafu an rasulillahi, kumukhalifu mtume wa Mungu. Anaweza kukwambia acha hilo lako, tushike hili kwanza la umma, la jamii. La kwako acha, hata likiharibika tekeleza amri ya mtume kwanza. Haimpasi muumini wa mjini wala wa vijijini kuagizwa na mtume akasema mimi nina jambo langu muhimu zaidi kuliko hili. Imefahamika hivyo eh? Na wakati mwingine kwa akili ya kibinadamu huona hili agizo la mtume ananitaka nende vitani, kwenda nikafa, mimi na mambo yangu, watoto wananitegemea na wazee wangu na hivi na hivi, ukawa na sababu nyingi. Sasa huyu sio mpumbavu alokuagiza, lake yeye lipe umuhimu wa kwanza, haya yote yatachukua nafasi ya pili baadaye. Na taa ya mtume alipokuwa yuhai ni sawa sawa tu na sasa hivi ambapo kafa. Kama kuna agizo la Mungu mbele yako, kuna agizo la mtume, acha la kwako, tekeleza la Allah na la mtume. Haimpasi mumin wa mjini wala wa vijijini kwenda kinyume na agizo alilotoa Allah na mtume wake. Aitabu liman takhallafa an ghazwati Tabuk. Aya hizi zimekuja kuwagomba wale watu ambao walitakhallaf, walipinga au walibaki nyuma, hawakutekeleza amri ya mtume kwenda kwenye vita vya Tabuk. Sasa kigezo hicho si kwa sababu ya mazingira ya kuteremshwa aya tu, wakati wowote haimpasi mumin kupinga amri ya mtume kama alivyoitoa. Aitabu liman takhallafa an ghazwati Tabuk. Haya ni maneno ya kuwagomba aliyoyatoa Allah watu waliokuwa na dharura zao, wakamukhalifu mtume, hawakumfuata, hawakumpa ushirikiano kwenye safari yake ya vita vya Tabuk. Na ukiambiwa tuna jambo la kiulinzi, hilo ni jambo lenye maslahi ya umma. Jambo la maslahi ya umma hupewa kipaumbele kuliko maslahi ya mtu binafsi kwenye dini. Lakini kwa hiyo kafanya hili, tutavamiwa, kwa hiyo wote acheni shughuli zenu tukajilinde kwanza. Hili ni muhimu zaidi kuliko na shamba yangu karafuu zishawiva zinapukutika. Wacha zipukutike, maana ukisema we ukae kwenye mikarafuu yako, watu wanakuja kuvamia, hata hiyo karafuu huipati, na pengine wewe wakuue. Unafahamu vizuri sana. Kwa hiyo waliambiwa wasiwe wazembe kiasi, wana kiongozi wao, tena anawapenda kuliko wanavyojipenda wenyewe. Anaona mbali na anaangalia maslahi ya jamii pana, maslahi ya umma.
anatoa agizo alafu wanamukhalifu kile alivyopanga kiwe, nyinyi mnakikwamisha kisiwe. Yani maana yake anakusudia Allah, ma sahha wala istaqama, si sahihi wala sio sawa, si sahihi wala sio sawa, haijanyooka hiyo. Li ahli almadinati, kwa watu wa mjini, wa man haulahum, na wale walio pembezoni mwao nje ya mji, min sukani albadwa au min sukani albawadi, katika wale wakazi wa vijijini. Haiwapasii waumini wa mjini wala wale jirani zao walioko vijijini an yatakhallafu an alghazwi ma rasulillahi, kubaki wakakataa wakakwepa kwenda kupigana, kwenda kujilinda na maadui wa dini ambao ni maadui wa Allah, maadui wa mtume wa Allah na maadui wa dini ya Allah. Haiwapasii watu kugoma sehemu kama hizo. Wengi sababu zao ni kwamba tutakwenda kufa. Kwani ukakaa huku kwako mjini hufi? Wangapi wameenda huko kubaya wakarudi salama na wamerudi na faida, na walioko mjini huku wakafa wala hawajapigwa na mtu, ahadi zao zimefika. Kwa hiyo si sahihi kuiendekeza akili yako inavyokuambia ikakusababisha kupinga amri aliyoitoa Allah au mtume wake. Ukitekeleza la Allah na la mtume, kwenda ikawa hilo ndio ikawa sababu yako ya kwenda peponi. Hata mauti yakakufika, lakini unaondoka vizuri, umeridhiwa. Ukipinga tu, kwenda ikawa ndo sababu ya kujiangamiza, ukaenda motoni. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsi, wala pia watu wa mjini wala wa vijijini haiwapasii kujipendelea wao kuliko kupendelea aliloagiza mtume. Wala yarghabu an, kumetumika harfu an hapa. Tunasema mara nyingi kwamba harfu hii ikiambatana na fi'li huwa ina maana hasi. Ukisema arghabu fi, umetumia neno lile lile raghba. Arghabu, neno liko pale pale. Arghabu fi, maana yake ninapenda. Kinachofanya ijulikane kwamba ni kupenda ni ile fi, iko kwenye positive sense. Ukisema arghabu an, neno lile lile umetumia arghabu, lakini ikifuata an maana yake ni negative sense, nachukia. Arghabu fi, napenda. Arghabu an, nachukia. Sasa waumini wa mjini na wa vijijini wanaambiwa wala yarghabu bi anfusihim an nafsi, la yarghabu an nafsi rasuli bi anfusihim, wasijipendelee wao wenyewe na rai zao na fikra zao na mali zao na vitu vyao, wakaacha kumpendelea mtume kwenye aliloagiza. Mthamini mtume kwanza, tekeleza agizo lake kwanza, alafu tena baadaye ndo ushughulikie kwako. La yatarafau bi anfusihim, hawatakiwi waumini wa mjini wala wa vijijini kujikweza, kujitukuza wenyewe nafsi zao na vitu vyao. An nafsihi, wakaacha kumkweza na kumtukuza mtume wao. Yani ukisema mie bora kuliko yeye, mie nimesoma, yeye mtu wenyewe hakusoma, mimi hivi yeye hivi, hatakiwi mu'min kwenye anga hizo kufanya vibaya. Asijithamini yeye zaidi kuliko atakavyomthamini mtume. Bi an yakrahu laha almakarih, wala yakrahuha lahu alayhi salam. Kinachokatazwa ni kwamba bi an yakrahu, hawatakiwi waumini kuchukia
laha almakari, yale wanayoyaona kwa mtume kwa wao ni machukizo. Kakuamrisha jambo la kasema, mbona ananiamrisha amri mbovu kama hii, agizo baya. Hakuagizi baya mtume wa Mungu hata siku moja, japokuwa wewe unaliona baya, lakini sio baya, tekeleza. Chukua hiki, peleka kule, fanya hivi, acha hivi, wewe utii tu, maadamu aliagiza ni mtume wa Mungu. Wama yantiqu anil hawa, kwanza haongei kwa matamanio yake. In huwa illa wahyun yuha, lolote analokwambieni huwa ni agizo kapewa. Sasa ukimwasi mtume, umemwasi yule aliyemwagiza mtume, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakrahuha lahu alayhi salam, wala wasiachukie mambo kwa ajili ya mtume, wakasema hili hatutaki. Wasichukie kwa nafsi zao, wala wasichukie kwa mtume. Maana yake ni kwamba kuna jambo mtume kasema ni zuri, lifanywe, lakini watu wakaliangalia wakasema hili kwetu ni shari, wakaliacha. Au kuna jambo mtume kasema au kaona ni kheri, watu wakaliangalia wakasema hili ni shari. Au mtume kasema jambo hili ni shari, wacheni, watu kwa mazoea yao wakasema kwani lina ubaya gani, mbona zuri tu, tunafanya siku nyingi, tutafanya. Hawatakiwi waumini kwa mtume wa Mungu wawe hivyo. Akiwakataza jambo, katazikeni japo mnalitaka mnalipenda, na akiwaamrisha jambo, tekelezeni japo hamlipendi na mnalichukia. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu, lolote atakalokuruhusuni mtume lichukueni, lolote atakalokuagizeni mtume tekelezeni. Wama nahakum anhu, na lolote atakalokukatazeni fantahu, komeni, katazikeni, jizuilieni. Bal, lakini alaihim an yanfidhu bilmuhaj wal arwahi, wanatakiwa waumini wa mjini na wa vijijini watekeleze amri za mtume wao kwa mwili na kwa roho. Lile la kiimani lichukuliwe uzito wake kiimani, na lile linalohitaji utekelezaji physically kwa mwili wake mtu achangamkie tenda, alifanyie kazi. Kuna mtume alikuwa anataka kupeleka barua kwa adui yake mmoja anaitwa Musailimatul Kadhab. Akaiandika barua, anataka ipelekwe kwa Musailima. Akawauliza maswahaba wake, nani atajitolea kuipeleka barua hii kwa Musailima? Kijana mmoja akasema, mimi ya Rasulullah. Akapewa barua, lakini anajua hii sirudi. Alipofika kwa Musailima, utaratibu tangu zamani, mjumbe huwa hana makosa, hata kama kakuletea taarifa mbaya. Wewe kasirika na aliyekuletea ujumbe, sio mjumbe mwenyewe aliyeleta, yule aliyetuma mjumbe ndo ushughulike naye. Kwa hiyo yule bwana kachukua barua akaipeleka kwa Musailima. Mazingira yalikuwa si rafiki, na kusudia kama ingelikuwa mazingira mazuri, baada ya kumkabidhi barua angeliondoka na kukimbia, barua imefika. Lakini Musailima kumfika tofauti na kumfika mtume. Mtume hana ulinzi mkali. Aliko Musailima mpaka ukafika, lazima uchukuliwe, usindikizwe na walinzi wakali, uko wewe mwenyewe chini ya ulinzi. Kwa hiyo kaenda na kapaswa aipeleke barua ya mtume, amkabidhi Musailima mkononi. Basi alipofika kazuiliwa yule mlinzi kabla barua haijasomwa, maana kishajulikana mjumbe huyu katoka kwa Muhammad. Akaambiwa mzuieni, kazuiliwa na tena kafungwa. Musailima akaisoma barua,
Alipomaliza kusoma barua yake, akaja kwa aliyeileta barua, akamwambia, nataka wewe ndo utusaidie, toa ushirikiano tumpate Muhammad. Salama yako wewe itapatikana tukishamkamata Muhammad. Sasa unaonaje, imekaaje hii? Utoe utaratibu, plani, mchongo utakaosaidia Muhammad tumkamate, tumweke hiyo nafasi yako, wewe tukuachie wende zako. Yule bwana hakuwa na utayari wa kufanya hilo. Walichomfanya, walikuja watu na visu, wakawa wanammega nyama yake mwilini kidogo kidogo, yu hai, kafungwa. Hawamkati mle mwahala kwamba labda shingo afe, wanamkata kama ile nyama inayopimwa, nipimie kilo 1 shap kidogo kidogo mpaka akafa. Weni wao wanaenjoy. Kafiri huwa hana mipaka yeye. Muislamu ndo alioharamishiwa kumtesa mtu. Mtume amesema, inna Allaha kataba al-ihsana fi kulli shay, Allah ametufaradhishia tufanye wema kwenye kila kitu. Alikuwa anatoa disciplines of war. Inna Allaha kataba al-ihsana fi kulli shay, Allah ametuwajibishia kufanya wema kwenye kila kitu. Fa idha qataltum, basi munapoua, kweli mko vitani, lakini mnapoua wale maadui zenu, fa ahsinul qitlata, waueni vizuri. Usimtese ukampa maumivu ya muda mrefu, mpige pahala azimike mara moja, asiteseke sana. Wa idha dhabahtum, hata mkichinja wanyama wenu wa kitoweo, fa ahsinu dhibhata, wachinjeni vizuri. Waliyuhidda ahadukum shafratahu, mmoja wenu anoe vizuri kisu chake kiwe kikali. Waliyuriha dhabihatahu, ampe raha yule mnyama wake anayemchinja. Kisu kinaenda mara moja, kinakata sehemu muhimu, damu nyingi inamwagika, wala hasikii machungu sana, atapapatika kwa uchungu wa kutoka roho, lakini hujamtesa. Lakini kafiri, wewe ule ukilalamika ukalia, ndo anaenjoy, anacheka kwake burudani. Kwa hiyo alimtesa kama hivyo. Sasa hii ni amri kwa mtu yoyote, hawezi kuitekeleza kimtazamo wa kawaida, isipokuwa watu wenye nguvu ya imani kama hawa. Ungependa Muhammad yakae nafasi yako, tupe ushirikiano tumpate Muhammad. Anasema, wallahi mimi sitaki mtume wa Mungu hata achomwe na mwiba huko aliko, nifanyeni tu mnavyotaka. Wakamtesa kidogo kidogo mpaka akauawa. Kwa hiyo watu ambao hawa ndo wanaoambiwa as-sadiqin. Aliposema kaamini, kaamini kweli. Akisema anampenda mtume, anampenda kweli. Akisema anampenda Mola wake, anampenda kweli. Kwa hiyo kama waumini, hebu kuweni pamoja na wale waliokuwa waumini kweli, msibabaishe. Kwa hiyo lilikuwa linakemewa suala la mtu kujipa umuhimu mwenyewe mambo yake kuliko mambo ya dini au mambo ya nafasi ya hadhi ya mtume. Wa an yukabidu mahu, wanatakiwa wasumbuke pamoja naye waumini. Kama mtume yuko kwenye jambo linalomsumbua, na wao wasumbuke naye, wasiseme kajitakia mwenyewe, hilo lake mwenyewe, sisi tunaenda na yetu. Waliukabidu mahu ma yukabiduhu, wasumbuke pamoja na mtume wao kwenye jambo ambalo yeye linamsumbua. Kama mnataka liishe kwake, liishe kwenu wote, shirikianeni naye. Minal ahwali wal khutub, katika mambo ambayo yanatisha au mambo ya hatari. Qala Zamakhshari, amesema Zamakhshari, umiru, kwa aya hii wameamrishwa waumini, tena wameitwa kwa khitabu ya imani, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini. Umiru bi an yusabbihu umiru bi an yusahibu ala alba'sai wadharrai,
Waumini wameamrishwa kwa aya hii wasuhubiane na mtume, wawe pamoja naye, washirikiane naye kwenye mateso na kwenye madhara, kwenye shida wawe naye na kwenye raha wawe naye pia. Wasiseme shida hizi, hapana, kajitakia mwenyewe, si hazituhusu, asitutie matatizoni. Washirikiane naye kwenye shida na kwenye raha. wa an yulqu min ashadaidi ma talqahu nafsu, na wajitie kwenye shida ambazo mtume keshaingia kwenye hizo shida, wawe naye kwenye shida, sio wampende kwenye raha tu. Kwa hiyo likija la shida wawe pamoja naye kwenye hiyo shida, na ikija raha watastarehe naye pamoja. Ilman bi annaha a'azzu nafsin ala Allah, waelewe waumini kwamba mtume ni nafsi tukufu zaidi mbele ya Allah. Kwa hiyo wao wakiwa na nafsi tukufu watakuwa wameshirikiana na mtukufu, watakuwa watukufu. Wa akramuha alaihi, na halafu huyu mtume wao ni mtu mwenye karama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La an yadhunnu bi anfusihim ala ma samiha binafsihi alaihi, wasijipendelee wao nafsi zao kwenye jambo ambalo yeye mtume sallallahu alaihi wasallama litakuwa kwake yeye linampa usumbufu. Wakasema sisi tunajisalimisha na shari iliyomfika yeye, mwachie mwenyewe shari yake, mushirikiane naye anapokuwa kwenye magumu pia. Wa hadha nahyun balighun, hili ni katazo katazo lililokuwa la kiwango cha juu. Yani Allah amekataza upeo wa kukataza watu waumini kumsaliti kiongozi wao. Wakasema kwa hili hili atatusamehe, tunamwachia mwenyewe. Wahala paraha wakasema hili tuko pamoja naye kwa sababu kuna neema, kuna manufaa. Watahijun limutabaatihi alayhi salam, na pia kwa agizo hili Allah anahimiza waumini wamfuate mtume wao, wamtii amri zake kwenye mazingira yoyote na hali yoyote. Kwa nini Allah akawaagiza waumini hivyo? Wamche Mungu na wawe katika watu wa kweli. Dhalika, wameagizwa hivyo, biannahum, kwa sababu hawa waumini kama ni kweli waumini, la yusibuhum dhamaun, hawatopatwa na kiu wakakosa maji ya kunywa wakaingia kwenye mazingira mabaya ya kiu. Yani dhalika nahyu, katazo walilokatazwa la kumtelekeza mtume, anitakhallufi, la kukhalifu amri zake, kumtenga, kumwacha nyuma. Bisababin, ni kwa sababu wamekatazwa kumtenga kwa sababu annahum la yusibuhum atshu, hawatopatwa na kiu. Wametoka na mtume kwenye safari ambayo maji hakuna, kiu kali. Wala nasabun, wala hawatopatwa na machofu. Wamejituma mpaka wakachoka vibaya sana, machofu hayo kwa Allah yanahesabiwa, kiu yao iliyowapata inahesabiwa na watalipwa. Thamani ya machungu walioyapata yanawekewa kiwango cha malipo watakayolipwa. Yani wala nasabu, manake wala taabu, wala machofu hayatowafika machofu. Wala makhmasatun, wala njaa, yani wala majaa, hawatopatwa na njaa. Fi sabilillahi, kwenye kupigania dini ya Allah. Fi tariqi ljihadi, katika njia ya jihadi. Wala yatauna mautian, wala waumini hawatakanyaga ardhi mahala watakapokanyaga. Yani wametoka kwao, wamefunga safari, wakenda kwenye maeneo ya watu wengine wakayakanyaga. Kwa hiyo hawatakanyaga mahala watakapokanyaga kwenye safari yao. Bimaana wala yadusuna makanan, hawatoingia mahala min amakinihi, katika mahala min amkanati lkufari, katika miji ya makafiri. Biarjulihim, hawatokanyaga ardhi za makafiri kwa miguu yao.
au hawafiri khuyulihim, au kwato za farasi wao, sawa sawa wameenda kwa mguu au wamepanda wanyama, wakiingia kwenye maeneo ya maadui, yaghidhu lkufara, maeneo ambayo kuingia kwao makafiri watakasirika, wamewaudhi. Wakikasirika makafiri kwa hili la dini, Allah anafurahi, anawapenda wale waliowakasirisha makafiri. Yani yaghdhabu lkufaru watauha, kuingia kwa waumini kwenye maeneo ya makafiri, makafiri wanakasirika kuingiliwa kwenye ardhi zao, lakini kule kukasirika kwa makafiri waliomkufuru Allah kunamridhisha Allah. Ndo wanavyoambiwa waumini, nyie mkienda huko, shida yoyote mnayoipata huko kwa Allah inahesabiwa, inawekewa thamani. Mkiwapa chuki maadui wa Allah, nyinyi mmemfurahisha Allah, mmefanya kazi nzuri. Wala yanaluna min aduwi naila, wala waumini hawatasogea masafa kumsogelea adui yao, bimaana wala yusibuna adaahum bishaiin, wala hawatowasibu maadui zao kwa chochote, biqatlin au asrin, kama watawaua au watawateka, wachukue mateka, au hazima, au watashinda vita vyao, qalilan kana au kathira, kama watawapiga makafiri wengi au wachache, illa kutiba lahum, yote haya kwa waumini wanaandikiwa amalan saleh, wanaandikiwa amalun saleh, kwamba wamefanya amali njema. Sasa mtume wenu anakuagizeni jambo lenye thamani kubwa, mkilitimiza mnapata pepo ya daraja ya kwanza, munaandikiwa mmefanya amali njema ya kiwango. Kwa nini mnagoma, mnakataa? Illa kana dhalika qurbatun lahum, lolote katika haya likiwafika kwa wao inakuwa ni sehemu ya kujikurubisha kwa Allah. Qurbatun lahum inda Allah, wamejikurubisha kwa Allah, wamejitafutia nafasi ya kupendwa au hadhi ya malipo. Inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, hakika Allah hapotezi ujira wa watu wema. Inna Allaha, aya imemalizia kusema hakika ya Allah, la yudhi'u ajra almuhsinin, hapotezi ujira wa watu wema, bimaana la yudhi'u ajra man ahsana amala, siku zote Allah hapotezi ujira wa mtu aliyetenda mambo mema. Ukiambiwa hili jema kwa Allah, Allah hakudanganyi wewe, hilo ni jema kweli, isipokuwa linaweza likapoteza thamani yake kwa namna utakavyokuwa umelichukulia. Hukuwa na ikhlasu ulipofanya, hukukusudia radhi ya Allah, thamani ya kazi yako itapungua. Ukifanya vizuri kama ulivyoambiwa, taqillaha wa kunu masadiqin, mche Mungu na uwe katika wakweli. Ukifanya vizuri, amali yako inakuwa nzuri, thamani yake inakuwa kubwa. Wala yunfiquna nafaqatan, pia waumini kwa walioagizwa na mtume wao katika masala ya kutoa gharama za mali zao. Wala yunfiquna nafaqatan, wala hawatotumia pesa zao, saghiratan wala kabiratan, sawa sawa walitoa kidogo au nyingi. Qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas hapa. Ibn Abbas kasema tamratun fama fawqaha, sadaka kidogo aliyotoa mtu kwenye vita hivi. Wengine walikuwa maisha yao magumu, hawana kipato, mtu pato lake ni tende, wengine kibaba kimoja, nusu kibaba kaitoa kwa chakula cha wapiganaji na nusu kibaba akabakisha chakula cha nyumbani. Mwingine waliopatwa na maafa huko kwenye vita, kama kwenye aya tulizopita huko nyuma, mpaka kwa moja wanagawana watu watatu watano, anafyonza huyu kidogo, anapata ule utamu, akesha anakunywa na maji, anampa mwenzake afyonze kidogo, akesha anakunywa na maji. Walipigwa na ukame, njaa, na chakula kilikuwa kimewapungukia. Vita hii ilikuwa ngumu sana. Sasa wale waliotoa sadaka kama hiyo ya kokwa moja ya tende, fama fauqaha, na waliotoa zaidi ya kokwa moja ya tende, Allah ndo kawaambia wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabira, anamaanisha
Hata yule aliyetoa kidogo kama hiyo kwa moja ya tende akapasua akala nusu akampa mwenzake, au wako wote wana shida hawana kitu, moja wakagawana wote, alotoa hiyo moja wakagawana wote, inathaminiwa sana sadaka yake hiyo mbele ya Allah, atakuta mbele malipo yake. Wala yaktauna wadiyan, wala hawatokata bonde, yani masafa kwenye safari yao. La yatajazuna liljihadi fi sairiha, hawatokata masafa ya safari ya jihadi katika kutembea kwao. Ardhan, kwenye ardhi, hawavuki ardhi moja wakenda nyingine. Dhihaban au iyaban, wakati wa kwenda au wakati wa kurudi. Illa kutiba lahum, isipokuwa yote haya wanaandikiwa. Yani hatua zako unazotumia kwenda, hatua unazotumia kurudi, kama unatembea kwa mguu au unatembea kwa mnyama, zote zile hatua zinahesabiwa. Uko kwenye safari ya kheri na kila kitu kinaandikwa. Hatua pia ulizotembea unaandikiwa amali njema umefanya. Athbata lahum ajra dhalika, Allah anawathibitishia ujira wa vitu vyote hivyo. Katazo ni kutokumtii mtume. Kwa nini hamumtii mtume kwenye safari? Nyinyi mnaiona ngumu, lakini mbona ina fadhila, ina malipo makubwa. Allah anaandika vitu vyote hivyo, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, ili Allah akawalipe siku ya malipo mazuri yao ambayo duniani walikuwa wanayafanya. Liyajziyahum, ili Allah akawalipe. Anayaandika yanayojiri duniani ili Allah akawalipe, ala kulli amalin lahum, kwenye kila amali walioitenda, jazaan ahsana a'malihim, malipo ya amali zao nzuri. Qala al-Ulusi, amesema Ulusi, ala maana anna li'amalihim jazaan, kasema hivi Allah kwa kumaanisha anna li'amalihim jazaan hasana, kwa hizi amali zao walizozifanya zilizoambatana na shida na tabu, Allah anawalipa vyote hivi vitu malipo mazuri. Wa jazaan ahsan, na mengine analipa kwa ziada. Kuna hasanan na ahsan, analipa zaidi ya kiwango ambacho mtu alistahiki kwa sababu ya ubora wa kazi yake au usumbufu alioupata. Duniani watu hupewa kazi halafu ukaambiwa kuna disturbance allowance, unapewa posho ya usumbufu wa jukumu ulilopewa. Na Allah pia analipa allowance kwenye majukumu baadhi yake kwa sababu yana usumbufu. Wa huwa subhanahu, na yeye Allah aliyetakasika, ikhtara lahum, amewachagulia waja wake hawa waumini, ahsana jazaan, malipo mazuri zaidi. Kuna mazuri na mazuri zaidi. Kwa hiyo wasigome wakiamrishwa na mtume wao, kwa sababu wakitekeleza waliloamrishwa na mtume wao, Allah amewaandalia malipo mazuri zaidi. Kutokana na muda kwa leo, inshallah tuweke hapo, ila narudia tena mara moja maana ya neno kwa neno. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, mcheni Allah, ogopeni kumuudhi mkenda kwake akawa kawakasirikia. Fanyeni mambo yenu kwa kufata utaratibu aliyouridhia. Wa kunu ma'as sadiqin, na kuweni pamoja na wale waliokuwa wameamini kweli na wakatenda kweli. Kama waumini nyote, hebu fananeni na wale waliofanya vizuri. Ma kana li ahli almadina, haiwapasii watu wa mjini, wa man haulahum min al-a'rabi, na wale waliowazunguka katika watu wa vijijini, an yatakhallafu an rasulillahi, kumukhalifu mtume wa Allah, wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi, wala wasijifadhilishe wao nafsi zao wakamdharau mtume kwenye nafsi yake. Dhalika, wanaagizwa hivyo,
biannahum la yusibuhum dhamaun, kwa sababu mtume hawaamrishi baya, hata kama wanayaona mabaya katika kutekeleza amri ya mtume, lakini Allah anasema hayo mabaya mnayoyahesabu kwenu nyinyi ni faida, yana malipo makubwa, mabaya haya mtalipwa. La yusibuhum dhamaun, hawa walioagizwa jambo baya gumu hawatopatwa na kiu wala nasabun wala machofu kwenye kazi hiyo, wala makhmasatun, wala hawatofikwa na njaa fi sabilillahi, katika kupigania dini ya Allah. Wala yatauna mautian yaghidhu lkufara, wala hawatokanyaga eneo ambalo kafiri atachukia kukanyagwa. Wala yanaluna min aduwin naila, wala hawatofanya la kumfanyia adui wa Allah illa kutiba lahum bihi amalun salih, isipokuwa yote haya wanaandikiwa kuwa wamefanya amali njema. Inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, hakika Allah hapotezi ujira wa amali za watu wema, anawalipa vizuri kama alivyoahidi, tena na ziada. Wala yunfiquna nafaqatan, wala hawatotoa sadaka zao wale waliotoa, saghiratan wala kabiratan, ndogo wala kubwa. Wala yaqta'una wadiyan, wala hawatosafiri masafa wakakata mabonde, illa kutiba lahum, isipokuwa yote haya wanaandikiwa, liyajziyahumullahu, ili Allah akawalipe, ahsana ma kanu ya'malun, wamefanya vizuri lakini wanaenda kulipwa vizuri zaidi kwa yale ambayo walifanya. Tunaweka hapo kwenye aya 121. Wallahu a'lamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.